Fedha tumevuka nazo mwaka nyingi, lakini kuvuka nazo zingine zinaweza zikaelezeka nini sababu ya kuvuka nazo. Naelewa kuna sehemu zingine ni ngumu kweli kufikisha huduma, lakini sehemu zingine ni uzembe mdogo kwa wenzetu wanaotuwakilisha katika maeneo haya. Ndugu yangu makamu mwenyekiti na mkurugenzi, nitumie nafasi hii kuwaomba watendaji wetu na wakuu wa idara wanaohusika katika maeneo yao, kila mmoja kwa nafasi yake. Tunajua tunavuka na hizi fedha kwa sababu ya ugumu, lakini tunapaswa tupate hizi taarifa mapema ili tuende kutafuta majawabu sahihi, tuondokane na hizi hoja. Sehemu tunajua huduma kufika kazi, lakini msimamizi wa mradi ni yuko kule chini. Kwa mfano mashule ya msingi au sekondari, walimu wanasimamia. Tatizo anakumbana nalo, anashindwa kumtaarifu mkuu wake wa kazi kwa haraka. Hii inatusababishia sisi hoja nyingi, kuonekana tunashindwa kutekeleza majukumu yetu. Wakati ungelileta mapema, hata kama kuna ugumu kwenye jambo hilo, ina maana watu wote tunakuwa tunaishi katika tahadhari. Tukipata nafasi ya kuwezesha kutekeleza mradi huo, watu wanapeleka nguvu kwa wakati. Niwaombeni sana ndugu zangu watendaji wa kata, maafisa tarafa na wakuu wa idara, pamoja na waheshimiwa madiwani, kwenye hili nendeni mkaunganishe nguvu. Tukiunganisha nguvu, tutaonekana ni watu bora. Na mkumbuke hizi fedha tukiwa tunavuka nazo mwaka, waleta fedha wanakuwa na wasiwasi na sisi, wanaona uwezo wetu ni mdogo katika matumizi ya fedha, haina haja ya kupeleka fedha zingine. Hata wewe ni mzazi, umempatia mtoto shilingi ya fedha akafanyia maendeleo, unarudi hakufanya chochote, anasema fedha nimebaki nayo, nimeshindwa kujua nini cha kufanya. Huwezi kuongeza fedha kwa sababu una wasiwasi hata ile fedha uliyompa iko hatarini kupotea. Nitoe rai kwa ndugu zangu waheshimiwa madiwani, si tu leo ndugu yangu mkuu wa wilaya kuzungumza, nimeona kwenye mikutano yake na wananchi, na leo kazungumza kwa kutumia taaluma kubwa sana ya elimu alionayo. Hahitaji umsogelee kwa mahusiano ya kutaka kutenda kosa, hahitaji. Amelizungumza wazi, msiungane kuelekea kutenda kosa, hahitaji. Sasa waheshimiwa madiwani, kupitia kauli ya mkuu wa wilaya, kuna jambo la sisi kujifunza, maana amekuwa akisisitiza tuwe waadilifu kwenye kusimamia maendeleo ili kuletea maendeleo watu wetu wa Kilosa. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe baraza lako, watendaji wa kata, maafisa tarafa, tusimame kwa pamoja kuendelea kusimama katika utekelezaji wa miradi hii. Tushirikiane kwa pamoja, ndio maana kuna uongozi kule chini. Tukisimama kwa pamoja, tutaweza kutekeleza miradi yetu vizuri na ikakamilika kwa wakati. Nitolee mfano mradi mmoja ambao mwaka jana ulikwama kabisa, mradi wa Kifinga shule ya sekondari hii ambayo mheshimiwa diwani alielezea. Tulishirikiana akiwa kabla hajawa diwani katika hii awamu, pamoja na viongozi wa pale, na hatimaye shule imesimama, na tulitegemea hiyo shule itoe huduma kuanzia mwezi Januari. Hizi changamoto ndogo ndogo ndo zimefanya tushindwe kupeleka watoto, lakini tukishirikiana kwa pamoja na changamoto tuzijue wote kwa pamoja. Watendaji wa kata wapo kule, mradi unatekelezwa kwenye eneo lake, tunashindwaje kujua changamoto? Na kama wamekwama, wanaosimamia mradi wanashindwaje kutuambia kwamba hapa tumekwama, tusaidieni? Kwa hiyo tusaidiane kwa pamoja kufuatilia, kusimamia ili hii miradi iweze kutekelezwa. Tumepewa maelekezo, hizi fedha zilizobaki bilioni 5 zisivuke mwaka huu 2026. Lakini waheshimiwa madiwani, sisi tumeaminiwa na wananchi, twende tutekeleze ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunaizungumzia habari ya mapato. Mapato hayapatikani kwa bla bla. Tutapata mapato mazuri na maendeleo ndani ya kata zetu kwa kuhakikisha tunasimamia mapato ndani ya kata zetu zote na wilaya yetu yote. Posi, kuna lalamiko ambalo inaonyesha kabisa kuwa mashine za kukatia ushuru ni chache. Mheshimiwa mkurugenzi, niombe kama kuna uwezekano hizo mashine ziwekwe kwa wingi mno ili tupate mapato mengi na maendeleo mengi. Lakini hata watendaji wasimamizi ambao inafika mahali anafanya kazi kwa masaa, fanya kazi usiku kucha tupate mapato mengi ya kutosha, mengi na mengi zaidi. Mimi niombe Mheshimiwa DC, mwenyekiti wa halmashauri,
simama kidete. Madiwani hawa hatujakuja hapa kwa bahati mbaya, tumekuja kufanya kazi ambazo ni stahiki.